Amjambo mtazamaji wa Kivu Morning Post TV na karibu kufuata taarifa hizi za habari. Kwanza vichwa vya habari zenyewe. Ndege zisizo na rubani za jeshi la Kongo zimepigwa bomu Alhamisi kwenye maeneo ya wapiganaji wa Twirwaneho walio katika muungano wa AFCM 23 huko Ndake pa Mikenge. Kulingana na duru za usalama, tukio hiyo limeleta uharibifu mkubwa katika eneo la Itumbwe. Mradi wa makubaliano ya kudumu ya amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umewasilishwa kwa Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda. Kulingana na Masad Bulusa, mshauri wa Rais wa Marekani kuhusu Afrika, Marekani inafanya kazi kufikia makubaliano. Ndege zisizo na rubani za jeshi la Kongo zimeripotiwa kupiga bomu jana Alhamisi tarehe 15 Mei 2025 ni kwenye maeneo ya wapiganaji wa Twirwaneho walio katika muungano wa AFCM 23 huko Ndake pa Mikenge. Kulingana na duru za usalama, tukio hilo limeleta uharibifu mkubwa katika eneo la Itumbwe, kundi la Busimukinji katika eneo la Mwenga. Maelezo naye Jospin Hangi. Tukio hili lilisababisha uharibifu mkubwa katika sekta ya Itumbwe, uongozi Busimukinji ya kwanza katika eneo la Mwenga, jimboni Kivu Kusini. Kulingana na duru za usalama, ndege hiyo ililenga kambi na nafasi za kimkakati huko Mikenge na kusababisha vifo vya maafisa kadhaa wa Twirwaneho. Shambulio hilo la bomu lilifanyika wakati pande hizi mbili zikiwa katika mazungumzo mjini Doha, ambapo mapatano yalikuwa yamekubaliwa. Licha ya mazungumzo hayo, mapigano yanaendelea katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Gazeti la Africa Intelligence linaripoti kwamba mazungumzo yanaendelea polepole bila makubaliano ya wazi kati ya pande zote. Wapiganaji wa Banyamulenge wanaoshirikiana na AFC M23 pia wahofia juu ya uwezekano wa kutokea mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo ya Fizi, Mwenga, Itumbwe na Uvira. Wanashutumu mashambulizi mabaya yanayofanywa na jeshi la anga la Kongo, wakisema kuwa hii inaonyesha nia ya utawala wa Kinshasa kuendelea na mpango wake wa kuangamiza. Twirwaneho inashutumu mamlaka ya Kinshasa kwa kuimarisha nguvu za kijeshi katika vijiji vya Fizi, Itumbwe na Minembwe. Mashambulizi haya yanaweza kuzidisha mzozo wa kibinadamu katika eneo hilo. MRDP Twirwaneho inalaani vikali ongezeko hili la kijeshi, ikizingatiwa kuwa ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na mikataba ya kimataifa inayolinda raia wakati wa vita. Mradi wa makubaliano ya kudumu ya amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda umewasilishwa kwa Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda. Kulingana na Masad Bulusa, mshauri wa Rais wa Marekani huku Afrika, Marekani inafanya kazi kufikia makubaliano. Maelezo kutoka kwake Isaac Bingeve. Wiki hii nilifanya mazungumzo ya kujenga na Rais Tshisekedi na Rais Kagame. Tumetoa rasimu ya kwanza ya makubaliano ya amani kwa pande zote mbili na tutashirikiana nao kusisitiza juu ya makubaliano hayo ili kufikia makubaliano kamili. Kusuluhisha tofauti za muda mrefu ni kazi mgumu na tumejitolea kuifanya ifanyike. Tunatazamia kuendelea na mazungumzo ili kufikia suluhu, alisema mjumbe maalum wa Trump barani Afrika, Masad Boulos. Tangu mwaka 2021, mvutano umeibuka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda.
Kinshasa inaishutumu Kigali kwa kuunga mkono waasi wa M23 AFC ambao umechukua udhibiti wa mji wa Bukavu na Goma, miji miwili mikubwa mashariki mwa nchi hiyo tangu mwisho wa Januari 2025. Tangu Donald Trump aingie madarakani, Marekani imekuwa ikiwashikiniza Paul Kagame na Felix Tshisekedi kufikia makubaliano ya amani ambayo ni lazima wayapatie saini katikati ya mwezi wa Juni kwa mujibu wa maafisa wa Marekani. Wakati huo huo, mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Kinshasa na M23 AFC chini ya uangalizi wa Qatar yamekuwa yakiendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja. Licha ya juhudi za kidiplomasia, mapigano yameripotiwa katika siku hizo kati ya waasi wa M23 AFC na FARDC, wanamgambo wa ndani wanaoshirikiana na Kinshasa. Mazungumzo ya Doha hayazingatii changamoto za ndani ambazo pia ni za msingi. Maneno haya yanatoka kwa mwanasheria Donatien Shuli katika mkutano huko Kinshasa. Katibu mkuu wa Senko anasema kuwa tunaweza kupata suluhu kutoka kushoto hadi kulia, lakini ikawa hakuna makubaliano ya ndani, kesho hutakuwa na vikundi vingine vya silaha. Viongozi wawili, mmoja akiwa kiongozi wa mtaa, aliuawa na majambazi wenye silaha huko Mugunga usiku wa tarehe 15 hadi 16 Mei 2025. Meya wa Goma Katembo Ndalieni Julien alifika kwenye eneo hilo Ijumaa kudhibitisha uharibifu na kuwapa wananchi hakikisho. Alikuta silaha 3 za moto na magazini 6, akionyesha tishio linalo wakabili wakaaji. Ili kukabiliana na mgogoro huu, Luteni Kanali Murenzi Vedasta ametangaza kuimarisha idadi ya wanajeshi huko Goma. Pia ameiomba jamii kukataza wachukiwa. Ndio maana kila mtu yote ambaye iko nayo haijakuwa shida, tunajua amezipana, lakini acha weka silaha ya kuua mwenzako. Silaha muzitoe, muzilete ginsi mere de la vila muelezea. Hakuna mwenye sisi tutafuatilia. Wakupenda jeshi ataenda mujeshi, mwenye anapenda kae tutamwacha endeleshe biashara yake. Si ndio hivyo? Ndio. Lakini msikubali kuuana nyinyi wenyewe. Kanali Jimmy, kamanda wa mji wa Goma chini ya AFC M23, alitoa wito kwa wakaaji wa Nyiragongo kushirikiana kwa uwazi na vyombo vya usalama ili kuwalinda wakaaji na mali zao. Alithibitisha siku ya Alhamisi kwamba yeye na wakuu wake wanapatikana kila wakati kujibu simu kutoka kwa idadi ya watu ili kudhibiti ukosefu wa usalama. Na wasalimu wote. Mkubwa anawapenda sana, ndio sababu saa hii mnaona M23 hapa, na nafikiri siku hizi mnasinzia vizuri. Bongo? Ni haki, ni bongo? Mjipigia vigelegele kama ni kweli. Kwa machache, jeshi la M23 sio jeshi la kukuja kuangalilia ngisi mnateseka, lakini ni jeshi la likuja kwa kuwakomboa. Ndio sababu siku zote mtaona kuna Kenya kiendeki kuhusu usalama, hata na kwa mambo mengine. Msikose kutupigia simu, msikose kumtwitter. Hata ukiona simu yangu haipite, umuite General Makenga, ndio kiongozi wetu. Iko hapa kwa nguvu zenu, iko hapa kwa ajili yenu, haiko hapa kwa ajili ya lake, haiko hapa kwa ajili ya milima, iko kwa ajili ya wakaaji wote wa sehemu zenye tunaongoza na sehemu zenye tutaendelea kutafuta usalama hivi, na wengine wakongomani waenjoy usalama. Mnataka tuendelee? M23 FC iendelee? Ndio. Au turudi nyuma? Hapana. Wenye wanataka turudi nyuma waweke mikono juu. Wenye wanataka tuendelee waweke mikono juu. Sisi wote. Nawapenda sana. Asante. Na
kwa mwisho, katika muda wa wiki moja, takriban raia 40 waliuawa katika uvamizi wa waasi katika vijiji vya Maseme, Mushora, Mabembe katika eneo la Lubero. Raia hawa walidaiwa kuuawa na magaidi wa ADF. Shirika la raia katika eneo hilo la jimbo la Kivu Kaskazini inatangaza siku 4 za kutokufanya kazi kuanzia Alhamisi hadi Jumapili Mei 18. Hebu tumfuate Samuel Kakule, kiongozi wa mashirika ya raia ya sekta ya Bapere kuhusu somo hili. Sisi kama shirika la raia la Axe Butembo Mangorejipa tumeweza kuandaa mgomo, na mgomo hii ni kuita serikali ya kwamba iweze kutusaidia, iweze kurejesha usalama katika maeneo, kwa sababu tangu usalama ulikosekana katika maeneo sekta ya Bapere na Manzia, tumeona kwamba adui ameendelea akiua watu, ameua watu wengi, na kia kushangaza ameondoka porini mahali watu walikuwa, amewaingilia hata katika miji. Hiyo kuwa watu ni katika mji wa Nziapanda tarehe 7 na hata tarehe 8 adui aliweza kuwa watu wengi hapo. Aliua watu Nziapanda katika kata ya Mambembe, aliingia katika sekta ya Bapere huku Musiola, naenda Maseme karibia na Tobia, huku watu wamefariki. Na ndio maana sisi tuliona ya kwamba ni vema tuweze kuangalia na kuita viongozi waweze kuangalia. Kitu kia kwanza tuliona ya kwamba uongozi wa hiyo jeshi inaonekana ya kwamba haichukulie na maana sana hii jambo la urejeshaji wa usalama. Jambo lingine tuliweza kuonesha kwamba inabidi waweze kuondosha hata hiyo uongozi, waweze kubadilisha. Na jambo lingine tuliona kwamba kuna barieri ambazo ni wazalendo ambazo nazo zinaendelea kutatiza raia, nazo ziweze kuondoshwa, hata wale ambao ni wazalendo ambao hawasaidii raia kwa ajili ya kurejesha usalama, government iweze kuona namna gani kuwaondosha huko. Hiyo ndio tuliona ni vema sisi tuingie kwenye mgomo katika barabara nzima, ili tuweze kuangalia namna gani government iweze kurejesha usalama, na jambo hili la urejeshaji wa usalama uweze kulichukulia maanani, ili usalama uweze kurudi, kwa sababu kuna raia ambayo imetoka porini inaishi katika miji mikubwa, haina nini itaweza kula, hakuna chakula, lakini inapoenda tena shambani huku inakuta jambazi. Hiyo ndio ilikuwa sababu na kiini kubwa sisi kuenda katika mgomo. Mpaka hapo tangu tarehe 7 Mei mpaka leo kuna watu karibia 41 ambao wamefariki. Ni mwisho wa habari hizi toka Kivu Morning Post TV. Asante kwako wewe ambaye uliyetufuata. Tukutanane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa heri.